Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 asubuhi Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na nakukaribisha katika matangazo ya asubuhi ya Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, hofu inaongezeka ya kurejea kikamilifu kwa uhasama katika Mashariki ya Kati, siku moja tu baada ya Iran na Marekani kuzusha tena mashambulizi katika mlango wa bahari wa Hormuz. Urusi imetishia Ukraine kwa shambulizi kubwa la kombora katikati mwa Kyiv ikiwa vikosi vyake vitajaribu kuvuruga maadhimisho ya siku ya ushindi wa vita vya pili vya dunia vya Moscow. Na tunaiangazia ziara ya siku 2 ya rais wa Kenya nchini Tanzania na vichocheo vyake katika kuimarisha mtangamano wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hawa ni viongozi ambao wameweka mikakati ya kuweza kuendeleza nchi zao. Kwa hivyo ninavyoiona ni kwamba ni ziara ambayo marais hawa wanabadilisha na mawazo kuhusu namna ambavyo wataziendesha nchi zao. Jumanne leo ya Mei 5 msikilizaji, lakini kwanza nampisha mwenzangu Nasteha Mohamed hana kusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu. Shukran Skola. Wasiwasi unaongezeka kuhusu kurejea kwa mapigano makubwa katika Mashariki ya Kati baada ya Iran na Marekani kushambuliana katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Umoja wa Falme za Kiarabu, ndege isiyo na rubani ya Iran imegonga kituo cha mafuta na kusababisha moto. Siku ya Jumapili, Marekani ilisema itajaribu kuokoa meli za kibiashara zilizokwama kutokana na vizuizi vya Iran, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa mvutano na mapigano. Watu wasiopungua 21 wamefariki dunia kutokana na mlipuko katika kiwanda cha fataki katika jimbo la Hanun katikati mwa China. Wafanyikazi wa uokoaji waliwaondoa watu wote waliokuwa ndani ya eneo la kilomita 3 kutoka kiwandani kufuatia mlipuko huo ambao pia uliwajeruhi zaidi ya watu 20. Rais Xi Jinping ameagiza kufanyike uchunguzi wa haraka kuhusu janga hilo pamoja na juhudi zote kuhakikisha watu ambao bado hawajulikani walipo wanapatikana. Rais wa Cameroon Paul Biya amebadilisha kampuni kuu ya umeme nchini humo kuwa shirika linalomilikiwa kikamilifu na serikali, miezi michache baada ya serikali kununua hisa za kampuni ya uwekezaji ya Uingereza Actis, ambayo ilikuwa na hisa kubwa ya kampuni hiyo. Esther Luambano na maelezo zaidi. Katika amri ya rais iliyotiwa saini na kampuni ya Energy of Cameroon inayojulikana pia kama Eneo SA, sasa itaitwa Cameroon Electricity Corporation au SOCADEL. Hapo awali kampuni ya Actis ilikuwa ikimiliki 51% ya hisa za kampuni hiyo, huku serikali ya Cameroon ikimiliki 44% na 5% zilizobaki zikimilikiwa na wafanyakazi wake. Mwezi Februari, serikali ya Cameroon ilichukua hisa za Actis baada ya kulipa karibu dola milioni 140 za Marekani. Mamlaka nchini humo zilisema hatua hiyo inalenga kuimarisha uhuru wa taifa katika sekta ya nishati. Wizara ya afya ya Lebanon imesema mashambulizi ya Israeli yamewaua watu 110 tangu Alhamisi, licha makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo rasmi yamekuwepo kwa zaidi ya wiki 2. Jumatatu ilikuwa moja ya siku mbaya zaidi hivi karibuni, ambapo watu 17 wakiwemo watoto 2 waliuawa na jeshi la Israeli ambalo linasisitiza kuwa linawalenga wanamgambo wa Hezbollah. Hii ni BBC. Na muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, msikilizaji, ikikutangazia kupitia redio wa shirika mbalimbali nchini Kenya, Nyota FM na Must FM, DRC Lizard Radio na Radio Muungano kule Beni. Nchini Tanzania tusikilize kupitia redio Kwizera Ngara, Zenje FM visiwani Zanzibar, Radio 1 Dar es Salaam na Radio Free Africa kule Mwanza. Nchini Uganda, Voice of Karamoja, Radio Lira, Radio Kitara na Radio Paidha. Lakini internet katika bbcswahili.com. Na kukumbusha msikilizaji, haya matangazo yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Unarambaza tu unaandika BBC Swahili, utaweza kutusikiliza hapo. Mimi ni Skola Kisanga.
Kumekuwa na kuongezeka kwa mzozo katika eneo la Ghuba baada ya Marekani kusema imerusha makombora mawili kulenga wanaozuia kupita mlango bahari wa Hormuz. Iran imesema kuwa imefyatua risasi za onyo kwa meli moja ya kivita na kukanusha madai ya Marekani kuwa meli mbili za wafanyabiashara zenye bendera ya Marekani zilivuka njia hiyo ya majini. Na Steha Mohamed ana maelezo zaidi. Rais Donald Trump amesema Marekani imeshambulia boti 7 za kasi za Iran katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Washington ikijaribu kuelekeza meli zilizokwama kutoka Ghuba kupitia njia hiyo muhimu ya majini ambayo kwa kiasi kikubwa imefungwa. Umoja wa Falme za Kiarabu na Korea Kusini zote ziliripoti mashambulizi dhidi ya meli zao katika njia hiyo siku ya Jumatatu. Wakati huo huo, moto mkubwa umezuka katika bandari muhimu ya mafuta ya Fujairah katika Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya eneo hilo kushambuliwa kwa ndege isiyo na rubani kutoka Iran. Haya ni kwa mujibu wa maafisa wa eneo hilo. Maafisa wamesema raia 3 wa India walijeruhiwa katika shambulio hilo. Tukio hilo limejiri baada ya Wizara ya Ulinzi ya UAE kusema ilifanikiwa kuzuia makombora 3 yaliyokuwa yamerushwa kutoka Iran, huku kombora la 4 likiangukia baharini. Wizara ya mambo ya nje ya UAE hapo awali iliripoti kuwa meli ya mafuta iliyohusishwa na kampuni ya serikali ya mafuta ya ADNOC ilishambuliwa katika mlango wa bahari wa Hormuz. UAE imeelezea mashambulizi hayo kama hatari kubwa ya kuongezeka kwa mvutano. Runinga ya taifa ya Iran imenukuu afisa mmoja wa kijeshi ambaye hakutajwa jina akisema Iran haina mpango wa kuishambulia UAE. Kampuni ya usafirishaji wa Maersk imeambia BBC kwamba moja ya meli zake zenye bendera ya Marekani imefanikiwa kutoka katika mlango wa bahari wa Hormuz chini ya ulinzi wa jeshi la Marekani. Katika operesheni ambayo Donald Trump ameipa jina la Project Freedom, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema matukio katika mlango huo wa bahari yanaweka wazi kwamba hakuna suluhisho la kijeshi kwa mgogoro wa kisiasa, akiita jina aliyoipa rais wa Marekani wa Project Freedom kuwa Project Deadlock. Hapa waziri huyo akimaanisha kwamba hamna chochote kinachofaulu upande wa Marekani katika eneo hilo la Hormuz. Wakati huo huo, manahodha wa meli ambazo zinapitia eneo hilo la Hormuz wanasema kwamba usalama wao ndio kipaumbele. Ukiniuliza mimi kama nahodha, siwezi kuchukua hatari hiyo. Cha muhimu ni usalama wa wafanyikazi wangu, alafu usalama wa meli yangu. Kwa hiyo kama nahodha, kwa sasa siwezi kukubali hatari hiyo. Hakuna anayetoa uhakika wa 100% kwamba hakuna jambo mbaya litakalotokea. Mlango wa bahari huo muhimu wa Hormuz umeendelea kwa kiasi kikubwa kusalia kufungwa tangu Marekani na Israeli zilipoanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Iran mwezi Februari. Tehran ilijibu kwa kuzuia njia hiyo muhimu ya baharini ambayo kwa kawaida hupitisha 20% ya mafuta ya dunia na gesi asilia aina ya LNG. Na taarifa yake na Steha Mohamed. Urusi imetishia Ukraine kwa shambulizi kubwa la kombora katikati mwa Kiev ikiwa vikosi vyake vitajaribu kuvuruga kumbukumbu ya siku ya ushindi wa vita vya pili vya dunia vya Moscow. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema itazingatia usitishaji vita wa upande mmoja wakati wa sherehe hizo. Wizara hiyo imetaka raia kuondoka Kiev mara moja ikiwa vikosi vya Ukraine havitafuata makubaliano hayo, lakini Rais Volodymyr Zelensky anasema pendekezo hilo si la kuaminiwa. Usitishaji mapigano kwa siku moja, lakini kabla ya hapo amekuwa akiwaua watu wetu. Kwa kuangalia, kwa kweli hii si sawa. Leo Maefa, jana Dnipro, watu wamekufa na kujeruhiwa, watu wazima na watoto. Rais Volodymyr Zelensky anasisitiza pendekezo hilo kwamba si lenye uzito na Kremlin inaogopa ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine zikivuma katika eneo la kihistoria la Red Square wakati wa maonyesho yake ya kila mwaka ya nguvu za kijeshi ambazo anadai kwamba zimepunguzwa. Badala yake anapendekeza mapatano hayo yaanze leo Jumanne usiku. Kipindi hiki cha kiangazi itakuwa ni muda wa Putin kuamua nini kinafuata, kuendeleza vita ama kuchagua njia ya kidiplomasia, na lazima tumsukume kwenda kwenye diplomasia. Hawezi kuendelea kusambaza vita vya kijeshi na kurusha ndege zisizokuwa na rubani kila mahali. Ni rais wa Ukraine huyo Volodymyr Zelensky. Ndege zisizo na rubani ama drone za Ukraine zimekuwa zikipenya zaidi ndani ya eneo la Urusi. Moja wapo iligonga jengo moja huko Moscow jana Jumatatu asubuhi.
Na kiongozi wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita amejiteua kuwa waziri wa ulinzi, akiongeza wadhifa huo muhimu kwenye nafasi yake ya sasa kama rais wa mpito. Taarifa zaidi na Florian Kaijage. Hatua hiyo inafuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara katika mashambulio yaliyoratibiwa na wanamgambo wa Njie pamoja na waasi wa Tuareg wa kundi la FLA. Uamuzi wa Jenerali Assimi Goita kuongoza kwa wakati mmoja kuwa kiongozi wa nchi na pia kuwa waziri wa ulinzi huenda ikatafsiriwa kama jaribio la kuimarisha mamlaka yake, wakati ambapo uongozi wake unaonekana kutishwa. Baada ya kushindwa kukabidhi madaraka kwa raia kama alivyoahidi awali, upinzani ulimshutumu yeye pamoja na wanajeshi wake kwa kutoa mamlaka ya nchi bila uwajibikaji. Hata hivyo, wafuasi wa Jenerali Goita wanaeleza kuwa hatua yake ya hivi karibuni ni ya kimkakati, wakizingatia hali ya usalama inayozidi kutia wasiwasi kufuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi na wanajihadi pamoja na waasi wa Tuareg. Makundi hayo yenye silaha yamekuwa yakiongeza shinikizo dhidi ya vikosi vya serikali hadi kufikia kuteka miji muhimu na kuweka sehemu ya mzingiro katika mji mkuu Bamako. Naam, ni Florian Kaijage huyo amewasilisha taarifa ya mwandishi wa BBC Paul Njie. Lakini katika tovuti yetu ya BBC News Swahili kuna taarifa mbalimbali. Ukifungua hapa katika moja kwa moja utaona Marekani yashambulia boti 7 za Iran huko Hormuz. Lakini taarifa nyingine unaweza kaipata hapa kuhusiana na mashambulizi ambayo yanaendelea. Iran yaishambulia UAE kwa drone na makombora 15. Iran ya ubeza mpango wa Marekani wa Project Freedom, yasema hauna suluhisho lolote. Taarifa zote hizi zinapatikana hapa utakapofungua moja kwa moja. Lakini kwinginepo, BBC yafichua mbinu za matapeli wa Uganda wanaotumia mbwa kujipatia fedha kutoka kwa wapenda nyama. Haya bwana, wapenda wanyama, mnaona mambo hayo kule Uganda. Lakini kuna hatari ya Israel kuishambulia Uturuki. Na je, unazifahamu nchi 7 ndogo zaidi duniani? Taarifa hiyo pia inapatikana hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini je, ubingwa wa EPL utaamuliwa lini? Tunakwenda sasa viwanjani kulifahamu hilo na Florian Kaijage. Twenzetu. Asante sana Skola Kisanga, unabashasha sana asubuhi ya leo. Unashabikia timu moja hapa pengine. Ligi kuu ya England imeendelea Jumatatu kwa michezo miwili iliyozikutanisha Chelsea dhidi ya Nottingham Forest na Everton waliowakaribisha Manchester City. Manchester City walipoteza alama 2 muhimu baada ya kutoka sare ya 3-3, tena wakitoka nyuma baada ya Everton kuongoza 3-1. Sare hiyo imeleta auheni kubwa kwa Arsenal, the Gunners, wanaowania ubingwa wa kwanza wa EPL katika kipindi cha miaka 22 tangu 2004. Unataka kufahamu ni zamani kiasi gani? Mwaka 2004. Okay. Miaka 20 na kitu. 22. Tanzania rais alikuwa Benjamin Mkapa. Na ulikuwa umri wa mtu saizi. Kenya Mwai Kibaki. Na watu kama wanaosumbua nyinyi watoto wadogo. Alafu Marekani George Bush. Papa alikuwa Yohane Paulo wa pili. Utajua ni zamani kiasi gani. Sasa the Gunners watahitaji kushinda michezo yao 3 iliyosalia na kufikisha alama 85 bila kujali matokeo ya Manchester City walio na michezo 4, na wakishinda yote watakuwa na alama 83. Katika mchezo wa mapema, Chelsea maarufu the Blues wasio na kocha mkuu walipigwa 3-1 na Forest. Hicho ni kipigo cha 6 mfululizo katika ligi kuu tangu Novemba mwaka 1993 na kipigo cha 4 mfululizo nyumbani tangu 1978. Goli la dakika za lala salama la Joao Pedro lilinusuru klabu hiyo kuchapwa kwa mara ya 6 kwa michezo 6 mfululizo bila kufunga goli katika historia yao tangu kuanzishwa mwaka 1905. Matokeo hayo kwa upande mwingine yameleta auheni kwa Forest inayopambana kuepuka kushuka daraja. Tukibakia katika soka hii leo, kuna mchezo mmoja wa marejeano hatua ya nusu finali ya ligi mabingwa Ulaya kati ya Arsenal na Atletico Madrid saa 4 usiku Afrika Mashariki. Arsenal ambao hawajawahi kutoa ubingwa huo wanawania kucheza finali kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2006 walipochapwa 2-1 na Barcelona ya kocha Mholanzi Frank Rijkaard. Mchezo wa mkondo wa kwanza juma lililopita ulimalizika kwa sare ya goli 1-1. Sasa imecho zombakiza watafika alama 85 kwa Arsenal. Tusubiri tuone. Jamani Arsenal nyinyi. Tusiandikie mate. Wino huko England. Katika cricket, mchezaji Bowler Ole Robinson wa
ana mawasiliano na kocha mkuu wa timu ya taifa England Brendan McCullum, mkurugenzi mwendeshaji Robbie Keane akiwa na matumaini ya kurejea katika timu hiyo ya taifa. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 alikichezea kikosi hicho michezo 20 kati ya Juni 21 na Februari 24 na kushinda wicket 76, lakini baadaye alikosa fursa ya kucheza kutokana na kukosa utimamu wa mwili. Tumalizie na tetesi kwa ufupi tu. Juventus Turin ya Italia imemweka mlinda lango wa Liverpool Alisson kuwa kipaumbele cha usajili wao katikati mwa mwaka huu. Raia huyo wa Brazil mwenye umri wa miaka 33 yupo katika au anakaribia kuingia katika mwaka wa mwisho wa mkataba wake. Ni hayo tu katika michezo asubuhi ya leo. Skola Kisanga. Asante, na kesho uje na ile jezi ya jana. Subiri. Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na hofu inaongezeka ya kurejea kikamilifu kwa uhasama katika Mashariki ya Kati siku moja baada ya Iran na Marekani kuanzisha tena mashambulizi katika mlango bahari wa Hormuz. Urusi imetishia Ukraine kwa shambulizi kubwa la kombora katikati mwa Kiev ikiwa vikosi vyake vitajaribu kuvuruga maadhimisho ya siku ya ushindi wa vita vya pili vya dunia vya Moscow. Na muda mfupi ujao tunaiangazia ziara ya siku 2 ya Rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania na vichocheo vyake katika kuimarisha mtangamano wa nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hii ni Amka na BBC na tayari imetimia saa 12 na dakika 16 eneo lote Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga na kurudisha tena katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Hapa unaweza ukaendelea kusoma taarifa mbalimbali tunazokuwekea hapo kadiri zinavyo tufikia. Lakini nikwambie tu, unaweza ukaenda kwenye habari, unaweza kutazama video, lakini kwenye vipindi vya redio sasa ni imeandikwa sikiliza. Usio kaona hivyo ukashtuka msikilizaji. Ukibofya katika sikiliza, basi itakuletea pale vipindi vya redio. Unaweza kutusikiliza sasa Amka na BBC ambayo inakujia hapo moja kwa moja, ama pia matangazo ya Dira ya Dunia ya sasa yatakao kujia ya jana na hata ya hapo baadaye. Lakini kuna taarifa inasema nifunge ndoa na muuaji. Simulizi ya mapenzi iliyofichua muuaji inapatikana hapo. Lakini pia nimechagua kutokuwa na watoto. Wanawake Nigeria wapinga nadharia ya lazima uwe mama. Taarifa hiyo na nyingine nyingi unaweza msikilizaji ukaipata hapa katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Nina swali kwako msikilizaji. Je, unaosha kuku wako kabla ya kupika? Ni swali ambalo linazua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii. Sasa, ushauri rasmi wa usalama wa chakula unaofuatwa kote katika ulimwengu wa Magharibi uko wazi. Usioshe kuku mbichi, kwa sababu kufanya hivyo kunaeneza bakteria hatari. Lakini kwa wapishi wengi duniani ni tamaduni ya muda mrefu inayohusishwa kuwa karibu na dhana ya usafi kuosha kitoweo kabla kupika. Lakini hebu sikiliza wanachosema wataalamu. Wewe huwa unaosha kuku wako kabla ya kumpika ama hauoshi unampika bila kumuosha? Hili ni swali ambalo limezua mjadala mkubwa mitandaoni. Wataalamu wanasema ni hatari kwa afya kuosha kuku kabla kumpika. Huwa nitaosha mara ya kwanza, mara ya pili ninaosha tena na maji na vinegar, white vinegar, na baada hapo anakuwa tayari kwa kwenda kupikwa. Ushauri wa kimataifa kuhusu usalama wa chakula unasema kwamba hupaswi kuosha kuku mbichi kwa sababu eti unaweza kusaidia kusambaza bakteria kama vile Salmonella pamoja na Campylobacter. Sasa katika maabara yake nchini Uingereza katika chuo kikuu cha Reading, Dr. Karat Saz alionyesha BBC jinsi bakteria wanavyoweza kusambaa kwa umbali mkubwa kwa kutumia mianga ya miale wa urujuani. Even a small droplets that you see there, hata matone madogo sana, mengine hayaonekani kwa macho, yanaweza kuwa na mamilioni ya bakteria wa Campylobacter na Salmonella. Matone haya hutengenezwa pale kuku anapooshwa na husambaa jikoni kote, yakichafua sehemu tofauti. Ikiwa sehemu hizo zitagusana tu na vyakula kama mkate au kachumbari ambavyo havipikwi, basi unaweza kuishia kuugua. with other foods like your bread. Licha ushauri, baadhi ya watu wanasema bado wataendelea kuosha kuku wao. Mimi binafsi huwa naosha kuku wangu. Baada ya kusikia ripoti kutoka WHO imenishtua kweli, lakini nitaendelea kuosha kwa sababu so far haijaniletea madhara yoyote.
hakuna chochote kilichotokea, kwa hiyo nitaendelea kuosha kuku wangu. Kwa kweli ripoti ya WHO inanishangaza. Wanazaje kusema tusioshe kuku? Au ndio mambo ya mchele mmoja na mapishi mengi? Kwa kweli mimi kuku wangu nitaendelea kuosha. Wataalamu wanasema kuosha kuku hakuui bakteria, bali kumpika kuku akaiva vizuri ndo kinachoua bakteria. Sasa vipi baada ya taarifa hii? Utaosha kuku wako ama hautaosha? Mimi pia majibu sina, sitakwambia. Nisome ujumbe wako msikilizaji ambao umeuandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook wakati ukitusikiliza moja kwa moja. Isaya Sambo, mpenda amani Tanzania, anasema tunaomba amani tawale ulimwenguni kote. Lakini Wachu Matthew anasema Urusi anawatishia Ukraine, jamani msisite kufanya kile kinachostahili. Maoni yake hayo ameweza kuandika. Lakini anasema jamani huyu Iran naona amekomaa sasa. Boniface John ameandika pia maoni yake. Lakini Rombo Mchina fundi simu kutoka Mpanda, Katavi, Tanzania, vita vya Urusi na Ukraine vitamalizika lini jamani? Anauliza hivyo. Maoni yake ametuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook. Jafari Kopo kutoka Moshi, Tanzania, anasema tunashukuru sana BBC. Lakini Amar Haban anasema tunahitaji amani kote ulimwenguni. Na Rais wa Kenya William Ruto yuko nchini Tanzania katika ziara ya kiserikali ya siku 2 nchini humo inayoonekana kuwa na lengo la kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili majirani za Afrika Mashariki. Rais Ruto amefanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan. Marais hao wawili wanasisitiza kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu ikiwemo biashara, uwekezaji, miundombinu, usafiri pamoja na maeneo mengine yenye maslahi kwa pande zote mbili. Lakini kwa nini ziara hii sasa? Na je, kuna maslahi ya pamoja baina ya nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki? Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya diplomasia Profesa Inyani Simala kutoka Kenya, ambaye anaanza kuelezea ziara hii ya Rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania. Ni ziara baina ya marais wa nchi jirani kwanza. Pili ni nchi ambazo ziko kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tatu ni kwamba hawa ni viongozi ambao wameweka mikakati ya kuweza kuendeleza nchi zao. Kwa hivyo ninavyoiona ni kwamba ni ziara ambayo marais hawa wanabadilisha na mawazo kuhusu namna ambavyo wataziendesha nchi zao. Ziara hii ya Rais wa Kenya William Ruto inakuja ikiwa ni siku 2 tu zimepita, mwishoni mwa juma tu hapa Rais wa Rwanda Paul Kagame na yeye pia alitembelea Tanzania. Inaleta ujumbe wote katika huu mtangamano ambao umegusia, tukijua zote ni nchi wanachama Jumuiya ya Afrika Mashariki? Hadi ilivyo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba tangu mwanzo wa mwaka huu pamekuwepo na hatua za maksudi, ninavyoweza kusema marais wanne wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu uhusiano ambao unawaleta pamoja kama viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini nchi jirani. Kwa sababu ninavyofahamu ni kwamba Rais Museveni amekuwa Tanzania, Rais Kagame amekuwa Tanzania, hivi sasa Ruto yuko Tanzania. Rais Museveni amekuwa Kenya, wala sio mara moja, mara 2 katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja. Kwa hivyo pana pilika baina ya viongozi wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hiyo inaashiria hali ambayo mimi naieleza kama mwamko mpya kuhusu utangamano. Naam, Profesa Simala, hapo katika mwamko mpya kuhusu mtangamano, kwa maoni yako na mtazamo, unadhani haya ambao tunaona yakiendelea, hizi ziara na mtangamano wa taifa moja na nyingine, kiongozi wa nchi moja na nyingine ndani ya jumuiya, unaleta pengine maslahi ya kwa pamoja, ama kila mmoja anajiangalia yeye tu? Nafikiria yote mawili. Kwanza ni maslahi ya pamoja, lakini pia maslahi ya kila nchi. Kitu ambacho Skola utatambua ni kwamba hii mikutano ambayo imefanyika katika kipindi cha miezi 4 iliyopita imekuwa ya aina mbili. Utatambua kwamba kuna mikutano ambayo inafanyika baina ya viongozi hao wote. Kwa mfano, mkutano ambao ulifanyika Nairobi tarehe 22 Aprili ulikuwa ni wa
Ruto na Museveni na viongozi wengine, na ulikuwa ni mkutano kuhusu uwekezaji. Lakini pia kulikuwa na mkutano ambao ulifanyika Dar es Salaam, ambapo Rais Kagame naye alikuwa huko na viongozi wengine walikuwa. Kwa hivyo utapata kwamba kuna mikutano ya mbili, kwamba kuna mikutano ambayo inawaleta viongozi wote, alafu kuna mikutano ambayo inawaleta viongozi wawili, mmoja baada ya mwingine. Kinachofanyika hapa kama ulivyosema ni kwamba kuna swala la maslahi ya kijumuiya, lakini pia kuna masuala ya maslahi ya kitaifa ambayo yanajitokeza katika hii mikutano ambayo inatokea miongoni mwa marais wa nchi hizi. Wapo watakaohoji iko wapi nguvu ya jumuiya hii ya Afrika Mashariki katika pia kuweka usawa pale ambapo taifa moja na jingine limekuwa na mvutano. Tukichukulia tu mfano hai DRC pamoja na Rwanda, ambapo mara zote wamekuwa kisigana kunyosheana vidole kuhusiana na uwepo wa kundi la M23. Nguvu ya nchi hizi unaona iko wapi badala ya nchi mbili ama tatu kwa vizuri, alafu kuna nchi mbili pia ndani ya jumuiya hii zikiendelea kusigana pasi na kuonekana mwafaka wa wazi? Kitu ambacho lazima tutambue ni kwamba mikwaruzano hii ni jambo la kawaida miongoni mwa nchi ambazo zinaendelea, lakini muhimu kwangu naloliona ni nia na uwezo wa viongozi wa nchi hizi kukutana na kujadili tofauti zilizopo na kujitolea kwa ajili ya kuzitatua. Naam, ziara hii ya William Ruto inakuja lakini wakati ambapo kumekuwa kuna maswali mengi, watu wakiuliza liko wapi soko la pamoja? Iko wapi sarafu ya pamoja? Mbona haya yamekuwa hayafikiwi muafaka? Tatizo linakuwa liko wapi hasa? Rais Samia akihutubia ujumbe wa Rais Ruto kutoka Kenya, Rais amesema pana haja ya kufikiria upya umoja wetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na ni kutokana na nguzo hizo ambapo tunahitaji kujenga hii Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo ninachokisema ni kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki kweli na mihimili minne kama ulivyosema. Kuna suala la muungano wa forodha, soko huru, sarafu moja, pamoja na umoja wa kisiasa kama wanavyoita wenyewe political confederation, kwamba mambo haya yote ni muhimu. Na pia mwamko mpya ambao anautazama ni kwamba viongozi wetu wamegundua kwamba wakiwa wao peke yao hawatafanikiwa mpaka pale ambapo watashikana mikono ili waweze kufanikiwa zaidi. Na kwa kumaliza tu, Profesa Inyani Simala, unaona ushirikishwaji wa nchi zote nikiuliza tu kwa lugha nyepesi, unaona pia nchi nyingine wanachama zinanufaika na jumuiya hii Afrika Mashariki? Tuna nchi nyingine, maana mara zote tumekuwa tukitupia macho tu sana Uganda, Kenya, Tanzania, pengine na Rwanda, lakini tuna Burundi, tuna DRC, tuna Sudan. Wote wananufaika sawa, ama kila mbuzi atakula kwa urefu wa usawa wa kamba yake? Nafikiri kila ambacho kinafanyika kwa mtazamo wangu ni kwamba huu mwamko mpya ninaozungumzia mimi, ninaouona mimi ni pale ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki ilianzishwa, na waanzilishi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania, Uganda na Kenya, walikuwa na maono yao. Kadri ambavyo miaka imesonga, kuna wanachama wameingia, Rwanda na Burundi wameingia, baada ya pale ameingia Sudan Kusini, ameingia DRC, ameingia Somalia. Kile ambacho kinafanyika ni kwamba jumuiya zozote kote ulimwenguni zinanufaika kutokana na soko, kuwepo kwa soko, kuwepo kwa rasilimali. Nchi hizi zote zina rasilimali. Hakuna nchi ambayo haina rasilimali. DRC ina rasilimali kubwa. Sudan Kusini ina rasilimali nyingi tu. Somalia zina rasilimali. Hata Burundi, nchi ndogo lakini ina madini na mambo kama hayo. Kwa hivyo nchi hizi zote zinahitajika zijiunge ili zinufaike. Lakini kile ambacho nakiona kimeanza kufanyika ni kwamba nchi hizi tatu za mwanzo pamoja na Rwanda zimeamua kwamba lazima sisi tuanze safari. Na safari tunaanza nini? Tunaanza kwa kujenga bandari zetu, tunaanza kwa kujenga barabara zetu, reli zetu, viwanja vya ndege. Hivi viwanja vya ndege, reli hizi, barabara zinaelekea huko DRC, zinaelekea Burundi, zinaelekea Rwanda. Na kwamba kutokana na maendeleo haya nchi hizo zote zitanufaika. Huenda zisinufaika sasa hivi, ama hata kama zinanufaika, huenda zinufaiki kwa kiwango kikubwa kama ilivyotarajiwa, lakini matumaini yetu ni kwamba nchi hizi zitanufaika kwa sababu soko ni kubwa, rasilimali nyingi zinaharibika, nyingine hazitumiki.
Profesa Inyani Simala. Kwa pamoja nami tukiangazia ziara ya siku 2 ya rais wa Kenya William Ruto nchini Tanzania. Na hapo natamatisha matangazo haya ya asubuhi ya Amka na BBC, yamesimamiwa na Nasteha Mohamed. Fundi mitambo Dar es Salaam amekuwa ni Esther Luambano, pale Nairobi ni Herbert Masua. Saa 12:30 jioni matangazo ya Dira ya Dunia. Mimi ni Skola Kisanga. Msikilizaji, asubuhi njema. Kwaheri.